Wapendwa sana wana parokia hii ya Bikira Maria Mtalizwa Mbinguni, ambaye tumemkumbuka kwa namna ya pekee jana. Naamini baadhi yenu waliweza kufika, tukawa pamoja tulipofanya hija ya jimbo na tukamshangilia huyo mama yetu Bikira Maria ambaye ndiye msimamizi wa parokia yetu hii ya Mgelera. Naomba tushangilie tena huyu mama yetu. Tunazo furaha nyingi leo tunapomshukuru Mwenyezi Mungu kama tulivyoelezwa tangu mwanzo, na baadaye kama ilivyowekwa wazi kwa hilo andiko lililotuma mapema tangu mwaka jana, ambalo natuthibitishia kabisa kwamba sasa tunayo parokia hapa mbele kwa kigango cha hiyo parokia Mtakatifu Ludovico huko Lyankuru. Lakini sasa tumesimama kwa huruma ya Mwenyezi Mungu kupitia katika kanisa lake, upendo wa Mwenyezi Mungu kupitia katika kanisa lake, nasi unakuja kwetu huku ikiwa na lengo hilo la kulifanya kanisa letu likue, na hivyo huduma zetu zote tunazozitoa sisi kama wachungaji na huduma ambazo wangezitegemea wazipate hao walengwa ambao ni waamini, tuweze kuwafikia kiurahisi. Na kwa sababu hiyo tumependa leo tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hayo aliyoyatenda kwetu sisi wana Mgelera. Ndugu zangu, huo ni upendo wa Mwenyezi Mungu, ni huruma ya Mwenyezi Mungu ambayo inaenda kwa wote, huruma ya Mwenyezi Mungu isiyo na ubaguzi. Na kwa kweli huo ndio ujumbe wa pekee tunaopata leo katika Dominika hii ya 20 ya mwaka A, kutokana na masomo yote tuliyosikia matatu hayo. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Nabii Isaya, somo la pili hilo kutoka katika huo waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, na hiyo sehemu ya Injili ya Mathayo. Yote yanaeleza hiyo huruma ya Mungu, upendo wa Mungu ambao unaenda kwa wote, kama ulivyowafikia na nyinyi hapa, kama unavyofikia kila mmoja kwa wote. Kabla hujakufikia lazima uyafuate hayo masharti ambayo mimi nimefurahi sana nilipokuwa natafakari hayo masomo ya leo. Yameingia vizuri sana na hili ambalo tuko tunalifanya leo, kwamba kanisa linakuwa hili na tungelipenda likue, na tungelipenda hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu, upendo wa Mwenyezi Mungu utufikie na uwafikie wote. Tayari tumeanza kuwafikia na hao ambao leo wataimarishwa walipopewa sakramenti hiyo ya ubatizo. Wanakuwa sasa wanaendelea kuzipokea hizo sakramenti nyingine. Leo wataipokea hiyo sakramenti ya kipaimara. Ni mojawapo ya hayo yote ambayo yanakuja kuelezwa kama upendo wa Mungu ambao unatufuata na ukitaka kutuimarisha katika hayo ambayo ni ya msingi kabisa, na baadaye yatatusaidia na kutuongoza ili tuweze kukua kama hao waliokombolewa, na tukombolewe na baadaye tuje kushirikishwa kati ya hao wengine wote ambao wamekombolewa katika ukamilifu wa ndio kuungana pamoja na Kristo katika utukufu wake usio na mwisho huko mbinguni. Sasa ndugu zangu, kuna matatu ambayo ningependa leo tuyatafakari, ambayo yanaonyesha huo upendo wa Mwenyezi Mungu. La kwanza ni hilo ambayo kwa kweli sikuonyesha upendo wa Mwenyezi Mungu, bali inabidi tuwe nayo hayo kama kweli tunataka tupate huo upendo wa Mwenyezi Mungu na hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu. La kwanza ni hilo ambalo analisema Nabii Isaya, ni hayo maisha ya kutenda haki, maisha ya haki, na sio tu maisha ya haki, bali ni maisha ambayo yanatufanya sisi tuwe wachaji, na sio tu kuwa wachaji wa kusali kama tulivyosikia. Ni maisha ambayo yanatufanya sisi tuwe tayari kutembea kama
ambao wametakasika na lazima watakasike. Tuwe tayari kuwa waadilifu, kuishi maisha ya kiadilifu. Na hii ni wito ambao unawaendea wote. Inabidi tu yafanye hayo, tuwe na hayo kama kweli tunataka kupata upendo na hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu, kama nilivyosema, ambaye inawaendea wote. Haki, uadilifu. Tukayafanya hayo, tujue kabisa kwamba sisi tuko kwenye njia hiyo sasa ambayo itakuja kutupeleka kwa Mungu, itakao kuja kustahilisha ili nasi tupate hiyo huruma yake. Ndio haya ambayo Isaya alikuwa anawaeleza hao Waisraeli ambao walipaswa wabaki pamoja na Mwenyezi Mungu, yeye ambaye wanakutana naye katika hizo nyumba zilizojengwa za ibada ambazo inabidi zifanyike katika hali inayostahili. Yule atakaenda kuifanya ile ibada, atakaenda kusali kanisani, atakaenda kupiga magoti mle kanisani, atakaenda, wengine wanaenda kulala kabisa mle kanisani. Uendenayo hayo, lakini haki ikufuate. Uendenayo hayo, lakini ujue kabisa kwamba unaenda kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka inayostahili, na ukaitoa hiyo sadaka ambayo inastahili, kwa sababu na wewe unastahili, Mungu ataipokea. Na hili ni kwa wote. Utakapoenda kusali kweli ukiwa na moyo huo unyenyekevu, moyo huo wa kutubu, kwa tayari kwamba mpokee na upokee hizo neema zake, Mungu atakuwa pamoja nawe na upendo wake utakufikia wewe. Hilo la kwanza. La pili ambalo tunaliona wazi kabisa katika waraka wa Paulo kwa Warumi ni hilo la uongofu. Mungu ataupeleka upendo wake, ataipeleka huruma yake kwa kila mmoja, kama tulivyosema, kama vile anavyosema ile kanisa lake kama letu ile ambalo leo tumelibariki tena baada ya kuwa limefanywa marekebisho, ni kanisa lake ambalo liko wazi kwa wote. Lakini ili uingie pale, inabidi uwe na hicho ambacho sasa nataka kukisema, uwe tayari kuongoka, moyo wa uongofu. Hicho ambacho Paulo anakizungumzia leo katika waraka wake kwa Warumi. Hao Waisraeli ambao walikuwa ni taifa la Mungu, taifa teule, wao kwa vyote, kuna wengine ambao walibaki wakiwa tayari na kupenda waongozwe na sauti ya Mungu hiyo, kwa maagano hayo ambayo waliyafanya, na yaliwekwa wazi kabisa katika mafundisho ya hao ambao waliwaongoza na katika sheria ambazo ziliwekwa wazi. Wakawa wamebaki katika hiyo heshima na hilo kundi la hao wateule. Lakini wakaja wengine ambao walikuwa nje, ni wapagani, na kwa kweli hao ambao walijulikana kama wapagani, ambao hakuwa katika taifa hilo teule, Wayahudi hao Waisraeli, hao kuonekana vizuri. Ndio maana hata huko kwenye Injili tutasikia kilio tutaliongea baadaye, huyo anayeambiwa kwamba hicho chakula cha watoto akiwezi kikatupa kwa hao mbwa, ingawaje Yesu aliweka vizuri, ni mbwa wadogo, angalau kwa heshima kidogo akawanyanyua, lakini ni hao ambao walikuwa ni wapagani. Sasa hawa wapagani wanayo bahati hiyo, kwa sababu huruma ya Mungu na yeye inawaendea hao. Sasa Paulo analisema wazi kwa hawa ambao wanajua kabisa kwamba ni taifa teule, hao Wayahudi hao. Wanaona wengine hao ambao wanaongoka. Kwa kweli kuna Waisraeli ambao wengine walikataa, wakaondoka, wakakosea. Lakini wakati ule ule wakaja sasa hao ambao walikuwa ni wapagani. Mungu baraka yake ikawafikia na neema zake zikawafikia, wakamjia, kama tulivyosema, yuko wazi kwa kila mmoja, wakamjia na kweli akawapokea, wakazipokea baraka hizo. Lakini sasa hawa wanapowatizama wale Waisraeli ambao waliondoka,
wanaanza kuwa na wao na wasiwasi, wanashangaa sasa, hawa walikuwa ni wa Mungu, wameondoka, wamekwenda huko, sasa wanarudi. Ndio wanarudi, Mungu anawapokea, na tusiwe na wasiwasi. Sisi yawezekana, na kanisa linatufundisha hivyo, unaweza ukaanguka hata mara 20 mara 30 mara 40, msamaha wa Mungu unabaki pale pale 7 mara 70 unakujia, lakini usipende kuanguka, ila ujue tu kwamba wewe ukakosea, wewe ukamkosea Mungu, wewe ukamkosea jirani yako, Mungu yuko tayari kukupokea katika kanisa lake. Na hiyo kwetu sisi tunajua kabisa atanipokea kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ndiye amekuja tayari, ameshaondoa vile vizuizi vyote. Na kwa hivyo sisi tunastahilishwa, kila mmoja tulikuwa tumeanguka, ameyaondoa haya ambayo alikuwa ni vikwazo, amesafisha njia, na hivyo tukipenda kumrudia atatupokea. Kumbe ndio hao ambao walikuwa ni wapagani, ni waamini wa Israeli, wakakosea wakaondoka, lakini bado wanarudi. Kwa hiyo anapoandikia Paulo hao Warumi, anawatahadharisha kwa hicho, wasibaki na hilo la wivu, wasibaki na hilo la kujiona kama wao wenyewe tu ndio wamefaa. Sasa kwa vile walikuwa hawastahili, sasa wamestahilishwa. Sasa wale waliokuwa wameondoka wanataka kurudi, basi hawasirudi. Hapana, wanarudi. Ni hilo hilo ambalo baadaye sasa tunakuja kulikuta kwenye sehemu hiyo ya Injili, ambaye inaweka wazi kabisa sasa huo upendo wa Mwenyezi Mungu ambao ni Kristo mwenyewe sasa anakuja kulionyesha, yeye ambaye ametukomboa, yeye ambaye ametustahilisha, yeye ambaye hata hawa ambao walikuwa ni wapagani mwarudisha, akaja kuwaweka katika kundi hilo la hawa ambao wanastahili. Lakini kama nilivyosema, sasa kuna hayo. La kwanza tumeisha lisema, ndio hilo la haki. La pili ndio hilo tumelisema la uongofu. Wala ukiongoka tu utarudi, sio na wasiwasi, utarudishwa kanisani, utakuwa katika kundi hilo la hao ambao wanapenda kubaki pamoja na huruma hiyo na upendo wa Mwenyezi Mungu. La tatu ni hilo la imani. Imani ambayo sasa inakuja kuoneshwa kwa hilo ambalo amelifanya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo mwanamke Mkananaye wa Tiro na Sidoni huko, yeye huyo ambaye alimjia akimwomba Bwana wetu Yesu Kristo, akawa amesukuma na hiyo nguvu ya kimungu kwa wote, huruma ya kimungu ambaye anapokea wote. Yeye huyo alikuwa ni mpagani, hakuwa kati ya kundi hilo la wateule wa Israeli au Wayahudi. Hapana, ni ya makabila mengine, lakini naye anastahili kwa sababu huruma ya Mungu inamwendea kila mmoja, na Yesu atalionyesha wazi kwamba kweli anastahili na atamsaidia kwa hicho alichokuwa anataka akifanye. Anakuja huyo ni mpagani, anamuomba Bwana, akijua huyu ni ukoo wa Daudi, mwana wa Daudi, mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu mwenye uwezo. Anamuomba amsaidie huyo mtoto wake ambaye alikuwa anachukuliwa na hayo mapepo. Haya anayofanya Bwana wetu Yesu Kristo, ni kweli inawezekana alikuwa anamjaribu kama alivyokuwa anawajaribu hao wengine, hata wafuasi wake wakati mwingine alikuwa anawajaribu, akiwauliza maswali, lakini akijua kwamba kitu fulani kinakuja. Inawezekana ndio maana anakuja kutumia maneno hayo ambayo alikuwa anatumia Wayahudi ya kuwatizama hao wengine kama mbwa, hawafai kabisa hao. Kwa hiyo kama nilivyosema, yeye kwenye maandiko mengine analiweka vizuri, ni kwado huko. Huwezi ukachukua chakula cha watoto au kwenda kuwatupia. Yeye amekuja kwa ajili ya taifa hilo la Israeli, lakini inawezekana alikuwa anajaribu kuiona hiyo imani yake ambayo inakuchemshwa kama kawaida, takaswa kama inavyotakaswa dhahabu kusudi iwe nzuri, kuiona hiyo imani yake iko. Na yule mama alionyesha kweli kwamba imani alikuwa nayo, hakurudi mara moja. Hawa wafuasi wake ambao na sisi tunatahadharishwa tusiwe kama wao, tusiwe kama hao wengine Wayahudi ambao walikuwa wanaona wale wapagani kwamba hawafai, au walioondoka wakataka kurudi hawafai. Tusiwe kama hao, tuwe tayari kuwapokea na sisi kama Mungu anavyotuonesha huruma yake na kwenda kwa wote, na sisi tuwe tayari kuwapokea hao ambao wanakuwa nje ya kundi hilo, nje ya mstari huo ambao sisi tunafikiri mzuri. Kuna wengine bahati mbaya tunakuwa na roho hiyo mbaya. Ukishamchukia mtu kwa sababu amefanya kitu kibaya, basi ndio mwisho, utaki hata ile roho yako. Kama na Mungu angelifanya hivyo, basi na sisi tusingekombolewa, au na sisi tusingepata huo msamaha ambao unakuja kila wakati, na kama kanisa linavyotufundisha kwamba tutaupata tu huo msamaha. Sasa tusiwe kama hao wafuasi wa Kristo
ambao wanamfukuza huyu mama aondoke, anamwambia Bwana wetu Yesu Kristo, achana naye huyu, anavuruga, analeta shida hapa, anapiga mayowe makelele, huyo aondoke. Bwana wetu Yesu Kristo hakutaka kujibu mara moja, ndio anamwambia basi aondoke. Hapana, endelea kumuuliza huyu, wasiana naye, na baadaye kitafika hicho ambacho alitaka kufanya, akionyesha ile huruma ya Mwenyezi Mungu inavyokwenda kwa wote, hata hawa ambao tunaona wazi kabisa kwamba hawafai au singelifaa. Ndio huyo mama anabaki na anamjibu. Hata hao mbwa ambao wanakaa chini ya meza wanakula basi hayo makombo, Bwana wetu Yesu Kristo anaiona imani yake ya pekee kabisa, na anamjibu akimwambia basi na lifanyike hilo ambalo umetaka lifanyike, kwa sababu ya imani yake kubwa aliyokuwa nayo. Kumbe ndugu zangu, leo tunapoambiwa kwamba Mungu ni mwenye huruma, na hiyo huruma yake inaenda kwa wote ambao wataingia hata kanisani. Hapo kanisa liko kwa wote, takuja kusali kama Nabii Isaya anavyotuambia, nyumba ya Mungu ambayo iko kwa wote wanaokuja kusali, lakini masharti hayo lazima tuyatimize. Sasa ndugu zangu, nimalizie kwa kusema kwamba tuna haya ambayo yatatusaidia sisi kama tunataka kuipata hiyo huruma ya Mwenyezi Mungu na kukua katika hiyo imani ambayo alikuwa nayo huyo mama, mkana nayo, na kwa imani hiyo akaweza kupona. Tumepewa parokia hapa, parokia hiyo na kanisa hilo ambalo tumetangaziwa leo kwa tangu mwanzo kwenye kigango hichi, ndio liendelee. Ndio kanisa, ni hapo tunaenda kukutana na Mungu. Ni sisi wenyewe ambao tunalifanya hilo kanisa leo, kwa sababu tusingelikuwepo hilo kanisa, jengo lisingelijengwa. Kumbe kanisa ni nyumba, lakini kanisa ni sisi wenyewe ambao tuko hapa. Sasa ili tukue na tupate hizo baraka na huruma hii ya Mwenyezi Mungu, lazima tuyatafute haya ambayo kanisa limetufundisha daima, yatakayotufanya sisi tubaki tumeungana pamoja na Mungu. Ni nyumba ya sala, ndiyo tukasali, tukamwamuru Mwenyezi Mungu, tuwe na moyo huo wa uchaji. Tuende kwenye nyumba hiyo au tukutane hapa sisi kama wana parokia kusikiliza neno lake. Tuwe tayari kusikiliza neno lake, ndio tutatukuza katika hiyo imani. Kwa sababu imani hatuipati tusipomfahamu huyo Mungu aliyefunuliwa kwa namna ya pekee na Bwana wetu Yesu Kristo. Na tutamfahamu namna gani? Kwa neno lake. Lazima tusikilize hilo neno lake na tumfahamu vizuri. Ndio kanisa hilo, ndio sisi tuko hapa, tutaenda kumsikiliza huyo Mungu wetu anayetufundisha kupitia kwa hao wachungaji wake, na tutafahamu yeye anataka nini. Hilo la kwanza. La pili ni hilo ambalo na hawa vijana walio hapa mbele yetu wanataka walipate, sakramenti. Twende tukazipokee hizo sakramenti zake, zitatuimarisha, zitatuletea neema hiyo na kutukuza. Tutakuwa mshujaa kama leo wanaenda kuwa mashujaa, na tutakuja kuwa sasa tofauti na hawa ambao wao ni kutizama wengine kwa jicho baya. Tutaanza kuwatizama wao kwa huruma yake, kwa baraka, kwa neema zake hizo ambazo tumezipata, na baraka hiyo tutaanza kuona na wao kwamba wanastahili, wanastahilishwa wale wayapate haya yaliyo mazuri. Sakramenti hizo, taingia utabatizwa, ndio takuja baadaye tapokea komunio. Tunajua kabisa imani tunazipokea sakramenti na tuingiza sasa katika Ukristo wetu vizuri kabisa. Twende tukazipokee hizo, tuwapeleke watoto wetu, tuwe kinyume kabisa na hao wanafunzi Bwana mzuri ya Yesu Kristo. Yuko kwa ajili yao wote hao, na sisi tuwe vyombo vyake, tuwe kama Kristo mwenyewe ambaye anakuja kumhudumia huyu mama na anakuja kumfanya huyu mama au apate kile alichokuwa anakitafuta mtoto wake hapo, na kweli alipona. Kumbe sakramenti katika kanisa. Baadaye tuwe tayari kushirikiana pamoja na wenzetu wote katika kuyafanya hayo mapenzi ya Mungu. Tutakapofanya hayo, tunakuwa sasa katika ushuhuda wetu huo, katika imani yetu ambayo tutaionyesha, na hiyo Mungu atakuwa tayari kuwa nasi katika yote hayo ambayo yeye anataka yafanyike, na atayatenda pamoja na sisi, kwa sababu tumempokea kwa nguvu zake hizo zinazotushukia kutoka kwenye neno lake, kwenye sakramenti zake, alafu kwenye maisha ya kila siku, na hao ambao tunakutana nao kila siku ambao wanatujenga, na tulikuwa tutashirikiana pamoja nao, na hivyo kutembea pamoja katika kujenga kanisa lake.
Tumuombe Mungu Mwenyezi, yeye mwenyewe ambaye ametuletea neema hiyo, yeye mwenyewe ambaye amependa kwamba tukue sisi sasa kama parokia tuweze kweli kuyaonesha hayo, lakini kwa maisha ambayo yako wazi kabisa, ambayo yanamtafuta yeye, yakitaka yeye aje akae pamoja nasi, na akiwa pamoja nasi tukue kama kanisa ambalo tutaenda kumshuhudia katika maisha yetu ya kila siku. Tumuombe Mungu Mwenyezi kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria mtalizo wa mbinguni, tuwe hicho anachokitaka kwamba kionekane katika maisha yetu ya kila siku. Na tumsifu Yesu Kristo.